negative altars. Nashiriki nasi kushughulikia madhabahu ya uovu. I know you have heard many messages about altars. Najua umesikia jumbe nyingi kuhusu madhabahu. Possibly I will add something on what you already know. Pengine naongeza kitu kwa kile unajua tayari. Let me explain something before we continue. Hebu nieleze kitu hapa kabla ya kuendelea. There are legalities to the realm of the spirit. Kuna mambo ya kihaki katika uwanja wa kiroho. Let me explain. Wacha nieleze. The spiritual realm Anga ya kiroho operates with legal systems. ufanya kazi kwa njia ya mambo ya kisheria. Yes. The realm of the spiritual realm Anga ya kiroho does not just work. haifanyi kazi tu Just like a nation kama vile taifa has a legal system liko na sheria zake that is governed by judiciary ambazo mahakama ndio uchunga and moderated by the constitution. na zimeandikwa katika katiba. The same way, Hivyo hivyo the realm of the spirit katika anga ya kiroho has a legal system. kuna sharia, taratibu za kisharia. One day, Siku moja 7 men, watu 7, sons of a priest, wana wa kuhani, they were used to casting out devils walikuwa wamezoea kukemea mapepo until they met a devil that knew the legalities of the realm of the spirit. hadi siku moja wakakutana na pepo iliyojua sharia ya anga za kiroho. Devils are not in the same level. Mapepo hayako kiwango kimoja, They are not exposed to the same level of information. hata yao hawajapata habari zinazotoshana. That's why the devil is not all knowing. Ndio sababu shetani hajui mambo yote. That is to say, Hiyo ni kusema he only knows the information that he is exposed to. anajua tu zile habari ambazo zimemfikia. So, Kwa hivyo we know the sons of Sceva. tunajua wana wa Skiva. I want you to know, Nataka ujue this was not the first attempt of casting out devils. haikuwa mara yao ya kwanza ya kutoa mapepo. They were used to it. Walikuwa wamezoea Please kutoa give us mapepo. NLT. Do you remember that story? Unakumbuka ile hadithi? 7 sons of Sceva, a leading priest, watoto wa pastor. Ni watoto wa pasta mchungaji. Sheria haiheshimu titles. Sheria eteshimiaga taito yaku. 7 sons of Sceva, a leading priest, not just a priest, a leading priest, Wana 7, senior pastor, vijana 7 wa Overseer. kiongozi wa kidini. were doing this. Walikuwa wanafanya hili They jambo. were used to it. Walikuwa wamezoea. It was not the first time. Haikuwa mara yao ya Let's kwanza. see what they are. But one time, Lakini wakati mmoja, you can't say but one time if there were not many times. hawezi kusema lakini wakati mmoja kama hakukuwa na mara nyingine If nyingi. there is one time, it means there were many times. Come- And out of the many times, then one time. Kama kumetajwa wakati mmoja, basi kulikuwa na nyakati nyingine nyingi. But one time when they tried it, Lakini wakati mmoja walipojaribu hiyo, the evil spirit replied, yule pepo mchafu akawajibu. I know Jesus Yesu namjua and I know Paul, na Paulo namjua, but who are you? lakini ninyi ni nani? Legally, I am not refused to be cast out, Mimi sijakataa kutolewa, but I must be cast out illegally. lakini lazima nitolewe kwa njia ya kisheria. If it were Jesus casting me, Kama ni Yesu angekuwa ananitoa, no argument. singeng'ang'ana He naye. is authorized legally. Yeye kisheria ametosha kunitoa. If it is Paul casting me, Kama ni Paulo ananitoa, he is legally authorized. kisheria ametosha kunitoa. But you, Lakini wewe, when we access our database, that we have the list of those who are casters of evil spirit, your name doesn't appear. tukiangalia habari zetu zile zilizoandikwa kuhusu watoaji mapepo, majina yenu hayapo. You are an imposter. Nyinyi mumeingililia kazi ya wengine. The realm of the spirit
anga ya kiroho as legal system. iko na taratibu za kisheria. That's what you need to understand. Ndio unahitaji kujua. That's what scripture is trying to explain to us. Ndio maandiko yanajaribu kutuambia. The realm of the spirit Anga ya kiroho as a legal system iko na taratibu za kisheria. Listen, when legal systems are ignored, wakati sheria au taratibu za kisheria zimepuuzwa, it is called anarchy. Everybody is doing whatever pleases him. Kila mtu anafanya kile anataka. No one, no order. Hakuna taratibu. No one in charge. Hakuna msimamizi. One of the primary reasons of one of the primary purpose of leadership is not position but order. Moja wapo ya sababu ya kimsingi ya uongozi hata sio kuongoza lakini kuleta. The reason why we have the senior pastor, sababu ya sisi kuwa na mchungaji mkuu and associate pastors, na wachungaji walio chini, is not sharing of positions, si kujaribu kupeana nafasi, is sharing of order. lakini ni kuleta taratibu ya mambo. That's the purpose of leadership. Hiyo ndio sababu ya uongozi. Do you understand what I'm saying? Unasikia kile anasema? So, kwa hivyo, in the realm of the spirit, katika anga ya kiroho, there are legalities. kuna taratibu za kisheria. And if you look, angalia, one of the greatest blessing in the life of a believer, moja wapo ya baraka kubwa zaidi katika maisha ya muumini, is the ability to interpret and understand spiritual things. ni uwezo wa kuweza kutambua mambo ya kiroho na kuyaelewa. It's a blessing if you are able to interpret things. Ni baraka kama utaweza kuyatafsiri. That's why you need to be very careful who interprets what is happening in your life. Ndio sababu nafaa uchunge zaidi nani anakutafsiria mambo katika maisha. Yeah. Somebody can look at you, mtu anaweza kukuangalia when you are going through hard times, ukiwa unapitia hali ngumu, and then he tells you must have done something. alafu akwambia kuna kitu lazima umefanya. And on the other hand, na upande mwingine, it has nothing about what you have done. hausikani na kile umefanya. It has something about where God is taking you. Lakini nahusu kule Mungu Watch out who interpret the affairs and what is happening in your life. Chunga sana mtu anayekutafsiria maisha yako kile kinakufanyika. If you have the wrong interpreter for happenings in your life, kama watafsiri wanaokutafsiria maisha yako ni wale hawafai, your destiny will get interrupted. basi mwisho wako au hatima yako, kazi yako ya Mungu iko hali mbaya. Am I saying something? Nasema kitu? Therefore, basi because of this, kwa sababu ya haya, because of the legal systems in the realm of the spirit, kwa sababu ya taratibu za kisheria katika anga ya the kiroho, two realms of life, kuna anga mbili za maisha. I'm saying, nasema hivi, the two realms of life, zile anga mbili za maisha, the realm of the spirit, kuna anga ya kiroho and the physical realm, na kuna hii anga ya kuonekana, as a legal system. zote zina sharia. Is that true? Yeah. And legal systems, kuna mwongozo wa sharia. legal systems provides mwongozo wa sharia upatiana two major things. mambo mawili makuu. Every legal system Kila mwongozo wa sharia will provide two things. utakupatia mambo mawili. Number one, Kwanza, rights. haki. Yes, rights. Haki. For instance, Kwa mfano, if you come around kama utakuja and Reverend Fred is going around the compound at night, na Reverend Friend anazunguka huku usiku, will you question? je, utaanza kumuuliza maswali? As the senior pastor here, Kama mchungaji mkuu hapa, he has the right to the access of this compound anytime, any hour. ako na haki ya kuingia ndani ya eneo hili wakati But if you wowote. meet at 2 a.m., Lakini mkikutana saa 8, there is a usiku, brother going around kuna ndugu anazunguka hapa and he is not in charge of security, na si anachunga hapa usiku, we will arrest him first. huyo tutamshika kwanza. He doesn't have those rights. Hana hiyo haki. So every legal system Basi kila mwongozo wa kisheria provides certain rights. upatiana haki fulani. Yes. Do you understand? Unaelewa? When Pastor George becomes the general overseer of World Harvest, Wakati mchungaji George atafanyika general overseer wa huduma ya World Harvest, I'm not prophesying, I'm just si kwamba natabiri, nasema tu,
there are rights kuna haki he will begin to enjoy immediately. atakazoanza kufurahia mara hiyo hiyo. For instance, Kwa mfano, right now, wakati huu Pastor George cannot call Pastor Gideon. hawezi kumuita Pastor Gideon Mwambie alafu amwambie kesho ninataka kukuona Karatina. amwenalone menda nkuone Karatina. The question Pastor Gideon will ask, Swali ambalo Pastor Gideon atamuuliza, on what capacity? unaniita kama nani? You don't have those rights. Hauna zile haki. When you become the president of Kenya, Wakati umefanyika rais wa Kenya, no matter what family you come from, haijalishi umetoka familia gani, there are rights you begin to enjoy immediately. kuna haki unaanza kufurahia mara hiyo. So legal systems provide rights. Kwa hivyo mwongozo wa kisheria unakupatia haki. Number 2, legal systems provides empowerment. Pili, mwongozo wa kisheria unakupatia nguvu. Nguvu. For example, Kwa mfano, when Pastor George was sent to Karatina, and you are very smart, Pastor. wakati mchungaji George alituma kule Karatina, Hata kiatu naona kiko powerful. When he was sent to Karatina, alipotuma kule Karatina, he was not just sent to preach. hakutumwa kuhubiri tu. He was sent to exercise Alitumwa kule kufanya kazi. powers. Kufanyiza kazi nguvu. Powers Nguvu. of God Nguvu za Mungu. and of this ministry Na nguvu za huduma hii. in Karatina. Kule Karatina. He is empowered to function and operate. Amepewa nguvu Even kufanya the kazi. government of Kenya Hata serikali ya Kenya cannot call him a mistake in Karatina. iwezi kusema hili ni kosa lilikuja Karatina. He is empowered. Ametiwa nguvu. I'm going somewhere. Kuna mahali So please naelekea. just relax and get what I'm trying to say. Tulia Then ushike we are kile. going to pray. Alafu tutaomba. Because of the legalities, therefore, Kwa sababu ya zile sharia sasa, because the realm of the spirit kwa sababu anga ya kiroho operates ufanya kazi, with a legal system, ufanya kazi na mwongozo wa kisheria. God has provided Mungu ametoa how it should function. Mungu ameshaeleza jinsi inastahili kufanya kazi. Are we together? Tuko pamoja? For instance, Kwa mfano, there is a law I mentioned when I was beginning. kuna kanuni nilitaja nilipokuwa naanza. It's called the law of territory. Inaitwa kanuni ya kimaeneo. We all know. Sote tunajua. Let me use physical things so that you may understand. Wacha nitoe mifano na vitu vya kuonekana ili If uelewe. you travel out of the country, Kama utasafiri utoke ndani ya nchi hii, you don't continue using the same SIM card you are using here. uwe uendelee kutumia simu ama ya SIM card ile yako ya kawaida hapa. Your phone must go through some configuration. Simu yako lazima ipitie mageuzi, mabadiliko fulani. Settings must change Lazima settings za simu zibadilike kidogo. to conform to the patterns and the operations of that territory. Ili kukubaliana na sharia za kikazi za simu za pande hiyo. That is why God Ndio sababu Mungu could not come hangekuja here hapa without first being configured. bila kwanza kubadilika, You'll get that kuwekwa. next year. Yeah. Jesus, and to take a human body configuration. Ilibidi Yesu apewe mwili wa kimwanadamu. Gods don't have physical bodies. Mungu hana mwili wa kimwanadamu. And in order for God to operate in this territory, Na ili Mungu afanye kazi katika eneo he hili, had to be configured. ilibidi atiwe, Enter in the womb of a woman aingie ndani ya tumbo ya mwanamke, and come out as a man, atoke kama so mwanadamu, that he can have the right to interact with men. ili apate haki ya kuingiliana na wanadamu. Configuration. Oh, do you understand what I'm trying to say? Unashika kile anasema? Yeah, this is important to what I will just take a short time and then we are going to pray. Nachukua muda mfupi kisha tunaomba. So, Sasa the law of territory requires sheria au kanuni ya kimaeneo uhitaji you must be configured to conform to the operations and to the operation patterns of that territory in order for you to be relevant in that territory. lazima uundaundwe upya ili uingiliane na mambo yanavyofanyika katika eneo lile. Therefore, Basi spirits
maroho, including God, hata Mungu mwenyewe, have no legal right operating on earth without a body or a system. hayana haki kufanya kazi hapa duniani bila kutumia mwili. That is why Ndio sababu when God wants to do something on earth, wakati Mungu anataka kufanya kitu hapa duniani, he gets a man. uchukua mtu. Are you still following? Unafuata? Yeah. Just get what I'm trying to show you. Shika kile nataka kusema. Then when we talk about altars, it will make sense to you. Ili tunapozungumzia madhabahu sasa utaelewa. Two things God has provided. Mambo mawili Mungu ametoa. The use of men, kutumia wanadamu, and the use of systems. na kutumia taratibu. An altar Na madhabahu is a spiritual system. ni utaratibu wa kiroho. Okay. If God want to do, if for example, let me give an example. Hebu nitoe mfano. If the devil want to operate in their family, Ikiwa shetani anataka kufanya kazi katika familia yao, he can either use of the two. anaweza kutumia vitu moja ya hivi viwili. Number one, Cha kwanza, a man or a woman available in their family. mtu mwanamke au mwanamume ambaye anapatikana, ako tayari katika ile familia. Number two, Ya pili, any ungodly altar in the family. anaweza kutumia madhabahu yoyote yasiyo ya kiungu kwenye ile familia. There are systems that are given Kuna mipangilio ambayo huwa for operations. ya kufanyia kazi. The devil or God Shetani ama Mungu must either use a man anaweza kutumia mtu or use a system. au atumia ile Write this if taratibu. you are writing. Andika kama unaandika hii. An altar, Madhabahu is a spiritual platform. ni mahali pa kiroho. It's a spiritual platform Ni mahali pa kiroho where the realm of the spirits ambapo anga ya kiroho contact and interact with the physical realm on legal ground. hukutana na kuingiliana na anga ya hapa duniani ya kimwili kwa njia ya kisheria. Umeshika? It is a spiritual platform. Ni mahali pa kiroho, jukwaa la kiroho. Yes. Can you clap for her? It's a spiritual platform. Ni jukwaa la kiroho. Spiritual platform. Jukwaa la kiroho. It's not this is not necessarily an altar. Kwa mfano hii si lazima iwe madhabahu. Because even stadiums they have something like this. Sababu hata stadium huwa na mahali pameinuliwa kama hapa. It's a spiritual platform. Madhabahu ni jukwaa la kiroho. Where mahali ambapo the realm of the spirit, anga ya kiroho and the physical realm, na anga ya kimwili comes into contact and interacts. Hukutana na kuweza kuingiliana. Are you still getting it? Unapata? Yes. On a legal ground. Wanafanya kazi kwa kufuata sheria. Yes. It's a spiritual platform. Ni jukwaa la kiroho. Where the spiritual realm, jukwaa la kiroho ambapo anga ya kiroho and physical realm na anga ya kimwili can come into contact vinaweza kutana and transact. Na kufanya biashara, kuingiliana. Therefore, having said that, nikiwa nimesema hivyo, an altar is a system of authorization. Madhabahu ni mahali au taratibu wa kimamlaka. Yes. It's a system. Ni utaratibu that gives authority. Ambao hutoa mamlaka. Yes. It's a system of authorizing. Utaratibu wa kutoa mamlaka. For instance, kwa mfano, it's a system ni taratibu that gives the devil ambayo hupatia shetani legal rights, haki ya kisheria, to do certain things in a certain territory or in a certain family or in somebody's life. Hupatia shetani haki ya kisheria kufanya mambo fulani katika maisha ya mtu au kwenye familia au kwenye eneo fulani. In fact, the issue of altar is so important to God. Ukweli ni kwamba mambo ya madhabahu ni muhimu sana hata kwa Mungu. That the very throne where God sits, kwamba mahali Mungu anaketi, is an altar. Iyo enzi ni madhabahu. God rules
the universe on an altar. Mungu utawala ulimwengu When kwa Jesus kupitia madhabahu. died and shed his blood, Wakati Yesu alikufa na kamwaga damu, in Hebrews chapter 9, katika Waebrania sura ya 9, when Jesus died, wakati Yesu alikufa, he had to take his own blood ilibidi aende na damu yake mwenyewe before the altar in heaven. mbele ya madhabahu ya Mungu kule mbinguni. Yeah. He had to present his own blood Ilibidi apeleke damu yake mwenyewe before the altar in heaven. mbele ya madhabahu kule mbinguni. Yeah, you will see that I think from verse 22, 23 there. Taipata kwenye mstari wa 22 au 23 pale. And according to the law, Kulingana na sheria, all things are purified with blood. mambo yote usafishwa kwa damu. And without shedding of blood, there is no remission. Na bila kumwagika kwa damu hakuna Therefore, kuoshwa. it was necessary Basi ilikuwa muhimu that the copies of the things in the heavens kwamba mambo ili yatimizwe yaliyo mbinguni should be purified with this. yaweze kusafishwa na hii, But the heavenly things themselves with better sacrifices than this. vitu vya mbinguni vikaoshwa na vitu vilivyo bora kuliko hizi. For Christ Kwa sababu Kristo has not entered the holy places made with hands, hakuingia mahali patakatifu palipofanywa kwa mikono ya which mwanadamu, are copies of the true, but into heaven itself. ambao ni mfano wa kile kilicho halisi. Let's go to verse 25. Twende mstari 25. Not that he should offer himself often, Wala hakuingia mbinguni ili apate kujitoa mwenyewe mara kwa as the mara, high priest enters the most holy place every year with the blood of another. kama vile kuhani mkuu alikuwa anaingia mahali patakatifu kila mwaka kwa damu ambayo si 26. yake. He then would have and to suffer often since the foundation of the world. But now, once at the end of the ages, he has appeared to put away sin by the sacrifice of himself. Ingekuwa hivyo ingempasa Kristo kuteseka mara kwa mara tangu dunia ilipoumbwa, lakini sasa ametokea mara moja tu katika mwisho wa nyakati aondoe dhambi kwa kujitoa mwenyewe kuwa dhabihu. Do you get what I'm saying? Unapata kile nasema? Appeared where? Alitokea wapi? He has appeared Alitokea wapi? to offer himself once and for all. Alijitoa yeye mwenyewe mara moja. What I'm trying to tell you is this. Najaribu kusema hivi, Even in heaven, hata kule mbinguni things don't just, that is why there's no confusion in heaven. hakuna kuchanganyikiwa kule mbinguni. Total order. Kuna utaratibu wa kufanya mambo, Because God rules sababu Mungu hutawala from an altar. kutoka juu kwenye madhabahu. It's a system. That is why he did not command salvation. Ndio sababu hakuamrisha kuwe na wokovu. He came up with a system that will be authorized. Alianzisha mpangilio ulio na amri. Jesus, and to enter the womb. Ilibidi Yesu aingie ndani ya tumbo. The legal means of coming to the earth is the womb. Njia ya kisharia ya kuja hapa duniani kupitia tumbo. So Jesus, and to enter the womb. Kwa hivyo ilibidi Yesu aingie ndani ya tumbo. Borrowed womb. Akaomba tumbo. A body you are prepared for me, he said. Alisema mwili umenitayarishia. He and to God being so sovereign and mighty, Mungu akiwa mkuu jinsi alivyo na he mwenye will not uwezo, speak salvation, hakusema na kuwe wokovu, because that will not be legal. sababu hiyo sio kisheria. Jesus, and to go through the process and die, Ilibidi Yesu apitie so that our salvation is legal. ili wokovu wetu uwe wa kisheria, wa kihaki. Do you understand? Therefore, Basi write this also. andika hii pia. Altars Madhabahu can be a physical monument, vinaweza kuwa ni vitu vya kuonekana vilivyoinuliwa like this. kama jukwaa hili. This one is an altar. Haya ni madhabahu. Are you aware? Je, unajua hivyo? Yes, businesses are transacted here. Kuna biashara ambazo hufanyikia hapa. When the man of God speaks from here, Wakati mtumishi wa Mungu amenena akiwa hapa, one of the reasons why God answers mojawapo ya sababu ya Mungu kumjibu is not simply because he's a man of God. si kwa sababu yeye ni mtumishi wa Mungu tu, It's because of where he stands on. ni kwa sababu yeye amesema akiwa amesimama wapi.
You need to understand these things. Unahitaji uelewe mambo haya. It can be a physical monument like this. Kinaweza kuwa ni kitu kilichotengenezwa cha kuonekana. It can be an institution. Inaweza kuwa ni taasisi, kikundi. For instance, kwa mfano, when Solomon built the temple, wakati Solomoni alijenga hekalu, the temple hekalu in Jerusalem kule Yerusalemu is an altar. Ilikuwa madhabahu. And finally, na mwisho, it can be a geographical location. Linaweza kuwa ni eneo. It can be a geographical location. Linaweza kuwa ni eneo la kuonekana. Yeah. Where demonic businesses have been established. Kule mabiashara ya kimapepo yamepandwa. For instance, ufanyika madhabahu ya uovu. Kwa mfano, how many people here know what do you used to call them? Shrines. Mali ambapo haukupaswa kukata mti, haukupaswa kuua wanyama wa huko, kuchota maji haupaswi. How many people know those things? Siku hizi zimeisha. Unajua mahali haungefuga wanyama huko. You know what it is? It's a demonic altar. Ni madhabahu ya kipepo. What is a shrine? Madhabahu ni nini? It's a demonic altar. Ni mahali pa kipepo. Madhabahu ya kipepo ya shetani. Let me mention this. I never intended to mention it, but let me mention it. Wacha nitaje hii hata kama sikupanga kutaja. One of the ways of establishing altars, mojawapo, njia moja ya kuinua madhabahu, is consistency in a certain practice. Ni kufuatilizia tendo fulani. For instance, kwa mfano, if every day ikiwa kila siku you stand at a certain point in your house, unasimama mahali fulani kwenye nyumba yako, and you pray, na unaombea pale, and you do it consistently, unafanya hivyo kwa kufuatilizia for a long time, kwa muda mrefu, your house becomes an altar. Nyumba yako imekuwa madhabahu. There are certain things you won't struggle with. Kuna mambo hautangangana. Are you getting what I'm saying? Unashika kile nasema. For instance, kwa mfano, can I tell you something? Hebu nikwambie kitu. Spirits, roho, are attracted, uvutwa, by consistency. Huvutiwa na kufanya mambo kufuatilizia. Spirits, kufanya mambo bila kukoma. For instance, kwa mfano, can I preach like I feel like preaching? Ubiri. Come, Minister Roy. If Minister Roy, ikiwa Minister Roy comes and steals the pen of Pastor Dan, anakuja naiba kalamu ya Pastor Dan, that stealing, uko kuiba, cannot warrant the spirit of stealing to enter him. Hakuwezi kupatia haki roho ya wizi kumuingia. But if he steal for Pastor John, lakini akiibia Pastor and for John, Pastor, what you are robbing, you are not stealing. Aibia Pastor and then for Pastor Lawrence, alafu aibia Pastor Lawrence, and then for Pastor Lucy, alafu aibia Pastor Lucy, and then for who now? Alafu nani mwingine? For Sister Wanda, alafu aibia Pastor Wanda, and then who else has a pen? Nani mwingine ana kalamu? And then for Brother Kevin, aibia Brother Kevin. Now, how many of them? Una ngapi? 7 of them. Ana kalamu 7. If he has been stealing kama like amekuwa this, akiiba by now, kwa sasa, consistently, na anafuatilizia, he qualifies to attract the spirit of stealing. Sasa ametosha kuvutia ile roho ya wizi. Let me give you a practical example. Hebu nikupatie mfano mzuri. How many of you have had things that are called black spots? Wangapi mmeona vitu mahali kunaitwa black spot? Let me tell you what a black spot is. Hebu nikwambie black spot ni nini. There was an innocent accident there. Kulifanyika ajali tu pale ya kawaida, and people died, watu wakakufa, and another one, na ingine, and another one, na ingine, and another one, na ajali ingine. The dimension spirit of death, ule upande wa kiroho wa vifo, came and camped there. Ukaja ukatembea ukaishi pale. Let me tell you, hebu nikwambie, if in a certain village, ikiwa kwenye kijiji fulani, there is a shedding of innocent blood, kuna kuua somebody was killed today, kuna mtu aliuliwa leo, somebody was killed yesterday, mtu akauliwa jana, somebody is killed next month, mtu anauliwa mwezi ujao. By the time they get to 7 or 8 people, wanapofikia watu 7 au 8 hivi, it's no longer ordinary death. Hivyo sasa si vifo vya kawaida. The spirit of death has taken over. Roho wa kifo amekuja. Now
becomes an altar. Sasa mahali pale pameanza kuinda watu. That is why Ndio sababu there are some places kuna mahali you access unafikia, unaingia without prayer. bila kuomba, You experience divine encounters unaanza kupata mambo ya because kiroho. of divine businesses that have ever happened there before. Sababu ya mambo ya kiungu inayofanyikia pale. In Genesis chapter 12, Katika Mwanzo sura ya 12, when God told Abraham to leave, wakati Mungu aliambia Abrahamu aondoke, by verse 8, katika mstari wa 8, can we move a little bit faster? tunaweza enda haraka. Yes. By verse 8, Ikifika mstari wa 8, he built an altar alijenga madhabahu in a place called Bethel. mahali panaitwa Bethel. Don't worry, Minister Roy, stay with the pens. So, Basi he built an altar. alijenga madhabahu. The Bible said he built an altar. Biblia inasema alijenga madhabahu. In the same Genesis chapter 28, Katika Mwanzo hiyo sura ya many 20, years later, miaka mingi baadaye, one of his grandson, mojawapo ya mjukuu wake Jacob, Yakobo was running away from his brother. alikuwa anatoroka nduguye, And in the same spot, na katika mahali the pale night got him there. usiku ulimfikia pale. And I want you to know, Ningependa ujue, when God wants you to step in the right place, Mungu akitaka ufikie mahali he panapofaa, will remove mountains. atasongesha hata He will milima, remove people. atasongesha He watu, will remove things. atasongesha And I vitu. pray for somebody here Ninamwombea mtu hapa that this year, kwamba mwaka huu may you stumble into your destiny place. fikia destiny yako bila kujua ama May kupanga. you stumble into your destiny location. Fikia mahali pako pa destiny bila mipango. You may think that it just happened, Unaweza dhani imefanyika tu, but God knows lakini Mungu anajua encounters don't happen everywhere. hiyo makutano haifanyiki kila mahali. He organized the steps of Jacob. Anapanga hatua za Yakobo, Though he is running away, kwa hivyo anatoroka. God determined Mungu anaamua where the night will find him. atafikiwa na usiku wapi, And the night found him na usiku ulimfikia where the grandfather mahali babu yake and made the altar. alikuwa amejenga And madhabahu, he laid down to sleep normally. akalala pale kulala juu ya kawaida. In fact, Ukweli ni kuwa his pillow was a stone. aliwekelea kichwa kwenye How do jiwe. you dream when the pillow is a stone? Utaota ndoto vipi ukiwa umelalia jiwe? And as he slept there, Na alipokuwa amelala the pale, heaven opened. mbingu ikafunguka. Remember, Kumbuka the same place mahali pale Abraham had built the altar Abrahamu alikuwa amejenga madhabahu, and called it Bethel. akapaita Bethel. But over the years, Lakini miaka mingi baadaye, miaka ilivyosonga, the name of the place changed. jina la mahali likabadilika, They called it Luz. pakaitwa Luz. The name Luz means the city of many gods. Inamaanisha mji wa miungu mingi. But the altar was still active. Lakini madhabahu bado yalikuwa na nguvu. So when Jacob lay down there, Basi Yakobo alipolala the pale, heaven opened. mbingu ikafunguka. Angels are coming down. Malaika wanashuka, Angels are going up. malaika wanapanda And juu, the man woke up. na He mtumishi said, akaamka. oh, this is the gate of heaven. Akasema kumbe hii ndiyo geti ya mbinguni. Altars are gates. Madhabahu ni malango. Altars are gates. Madhabahu ni milango They mikubwa. give you access and entries legally. Ukupatia kiingilio kwa njia ya haki. There is no way Haiwezekani you will have this kind of an encounter. utaweza kuwa na hali kama hii. You have not prayed. You Ujaomba, have not fasted. ujafunga, You are just running away. You are even a conman. hata wewe ni mwizi, unatoroka. In fact, you are running away because you have conned your brother. Ukweli ni kwamba unatoroka ndugu yako sababu umemuibia, And yet, na hivyo without fasting, bila kujifunga, without prayer, bila maombi, without morning devotion, bila kujitoa you kwa lay asubuhi, your head down unalala tu na kila and the kitu, heaven opens for alafu you. mbingu inakufungukia. I declare in the name of Jesus, Tangaza kwa jina la Yesu, this year, mwaka huu the sacrifice of the blood of Jesus, kupitia sadaka ya damu ya Yesu, may your steps stumble in the right location where your life will permanently change. hatua zako na zifikie Sit down. mahali panapofaa pa kukufikisha kwenye hatima yako. Listen, Sikiza, after many years, baada ya miaka mingi the altar was still speaking. madhabahu yalikuwa bado yananena.
It became a gate. In fact, he said, this is the gate of heaven. Alisema kumbe hiki ni kiingilio cha kuingia mbinguni. And he restored the name. Na akarudisha jina. Whatever the father had called. Kile babu alikuwa ameita. Do you know how many things our fathers established? Je, unajua ni mambo mangapi ambayo baba zetu wameyapanda? That have never been dealt with. Mambo ambayo hajashughulikiwa. This was established by a father, by the grandfather. Ni babu alikuwa amepanda haya madhabahu. It is speaking for the grandson. Madhabahu yananenea mjukuu. The altar was still active and speaking. Madhabahu yalikuwa bado na nguvu, yalikuwa hai na yanaongea. Yeah, they were speaking. Yalikuwa The yanaongea. heaven opened. Mbingu ilifunguka. Angels coming down. Malaika wanashuka. To a man that has not prayed. Kwa mtu ambaye hajaomba. To a man that is coming from a conning spree. Kwa mtu ambaye ametoka kuiba. Do you understand what I'm saying? Yeah. He's He's not coming from a prayer meeting. Hajatoka mkutano wa maombi. He has called his brother. Amemuibia nduguye He's running away from his brother. Anatoroka nduguye. And yet the heaven open. Look, na mbingu bado inamfungukia. It's not about you. Si mambo na wewe. It's about the altar that is speaking for you. Lakini yale madhabahu yanayokuzungumzia. He's running away. Anatoroka. And yet heaven opens for them. Na bado mbingu inamfungukia. I guarantee you in the name of Jesus. Na kuhakikishia kwa jina la Yesu. The openings you have never seen. Since God said let there be light in your life. Mambo ambayo hujaona yakifunguka tangu kuumbwa kwa dunia. After tonight. Baada ya usiku huu. Let there be gates. Wacha kuwe na malango. Let there be doors. Wacha kuwe na milango. Let there be entries for you. Wacha kuwe na viingilio kwa ajili yako. The heaven was open for him. Mbingu ilifunguka kwa ajili yake. Altars. Madhabahu. Very powerful. Yenye nguvu sana. Are you ready to pray now? Uko tayari kuomba? Are you ready to pray? Uko tayari kuomba? Do you know you can be an altar yourself? Je, unajua wewe mwenyewe unaweza kuwa You can become. Unaweza kuwa You madhabahu. can be an institution where businesses are transacted between the invisible realm and the visible realm. You can be an altar. Unaweza kuwa mahali ambapo kunafanyikia biashara. Do you know? Za anga. Samuel. Je, unajua Samueli Was not a man. Hakuwa mtu tu. He was a walking altar. Alikuwa madhabahu yanayotembea. Anybody that came into contact with Samuel, they went up. Look. Yeyote aliyemkaribia Samueli. A man that is running after donkeys. Mtu anayetafuta punda. Meet Samuel. Anakutana na Samueli. And he begins to prophesy. He doesn't know what prophecy. No time to grow in prophecy. You begin prophecy until you remove the clothes. Because the prophecy is too hot. Hakuwa na muda wa kujifunza unabii, alianza kutabiri pale pale. Because of meeting a man. Sababu amekutana na mtu. By the name of Jesus. Kupitia jina la Yesu. By the integrity, authority and power of this altar. Kupitia nguvu na haki na usalama wa madhabahu haya. May there be transformative oil coming over your life in the name of Jesus. Wacha kuwe na mafuta ya kimageuzi yakija juu yako kwa jina la Yesu. Yeah. Men can be altars. Watu wanaweza kuwa madhabahu. Yeah. When you meet Samuel, unapokutana na Samueli, everything changes. Kila kitu kinabadilika. In fact, when he met him, he told him, ukweli alipokutana just go ahead of me. Alimwambia the nitangulie. man who is used to seeing donkeys ahead, now you're seeing a man of God ahead. Mtu ambaye amezoea kuona punda mbele yake sasa. Hii ndio mara ya kwanza anasikia go ahead. Ndio mara ya kwanza anasikia kiambua tangulia. Sasa kuna mtu hapa. Kuna mtu after this service. Baada ya ibada hii. Utaanza kutangulia. Ukaambia kuthika mbele. Amen. Yeah. Go ahead. Nitangulie. To the high place. Mahali pa madhabahu. You will stay with me tonight. Utakaa nami usiku huu. And I will tell you. Na nitakwambia. All that is in your heart. Kila kitu kilicho kwenye moyo wako. And before I tell you about the future. Lakini kabla nikwambie kuhusu kesho. Let me tell you about the past. Wacha nikwambia ya kale ya nyuma. The donkeys that got lost 3 days ago. Punda waliopotea siku 3 zimepita. The moment you met me. Mahali umekutana na they are now found. Sasa zimepatikana. This is not a man, this is an altar. Huyu si mtu, haya ni madhabahu. Some men are not men. Kuna watu si watu.
Please don't be fooled by what is happening around saying we are all the same, we are all equal, we are all children of God. It's true, but you are also wrong. Usidanganywe na uongo unaozungushwa eti sote ni wana wa Mungu tunatoshana. Uongo. It's true. Ni ukweli. But you are also wrong on the other Lakini hand. pia we upande mwingine umekosea. Do you understand what I'm saying? Unaelewa kile nasema? Men can be altars. Watu wanaweza kuwa madhabahu. Now I want us to begin to pray. Sasa ningependa tuanze kuomba. And this is how we are going to pray. Na tunaenda kuomba hivi. We will look at the science of the elements of altar. Tunataka tuombe kwa kuangalia sayansi ya kimadhabahu. Yes. Can you clap for her? Pigia tu makofi vizuri kama mikono haiomi. Yes, it's good to appreciate. Asante. Yes, there's a science. Kuna sayansi. I believe it is in science we learn about elements. Ninaamini ni katika sayansi tunajifunza mambo. Yeah. Yes, hizo elements. Au mambo au vitu. So we are going to look at some elements of altars. Tungependa tuangalie mambo fulani ya kimadhabahu. Let's read something. Let's read something and then we get into prayer. Kwanza tuangalie kitu kisha tuingie kwenye maombi. Yes. Judges chapter 6. Waamuzi sura ya 6. After God telling Gideon mighty men and good things about him. Baada ya Mungu kumwambia Gideoni mambo mazuri kumhusu. And telling him that you will defeat the Midianites like one man. Na kumwambia utawashinda wa Midiani kama mtu mmoja. He's prophesying about victory. Anatabiri ushindi. Victory is sure. Amehakikishia ushindi. Victory is awaiting you. Ushindi unakungoja. But before then, lakini kabla ya hiyo, there are some things that must be put in place. Kuna vitu lazima vitengenezwe kwanza. Some of us, watu wengine wetu, the reason why the victory has delayed, sababu yetu ushindi wetu kucheleweshwa, is because there is a contradicting voice that is speaking that needs to be silenced. Kuna sauti za ukinzani zinazopaswa kunyamazishwa. It's God, ni Mungu, who has prophesied, ambaye ametabiri, and he is telling the recipient of the prophecy. Anaambia mpokezi wa utabiri huu. Verse 25. Mstari 25. Now it came to pass the same night, basi ikawa usiku ule ule, that the Lord sent to him, Bwana akamwambia, take your father's young bull, chukua ng'ombe wa kindume wa baba yako, the second bull of 7 years old, yule fahari wa miaka 7, and tear down the altar of Baal, na uangusha madhabahu ya Baali, that your father, not even your own, ambayo baba yako. That is teaching us. Inatufundisha. Some of us are suffering of what we are innocent about. Wengine wetu tunataabishwa na mambo tusiyojua. It's not your altar. Si madhabahu yako. It's the altar of your father. Ni madhabahu ya baba yako. But it will affect your victory. Ambayo inakuharibia ushindi. It will affect. Itakuharibia ushindi. It will affect the prophecies that I have already spoken. Itakuharibia utabiri ambao nishakupatia. So before you go out there, kwa hivyo mbele ya kwenda kule nje, deal with the altar. Shughulikia madhabahu. The altar of your father. Madhabahu ya baba yako. Some of us, wengine wetu, the altars have suspended the prophecies of our lives. Pull down the altar of Baal that your father has. Angusha madhabahu ya babako aliyomjengea Baali. And cut down the wooden image that is by it, besides it. Na ukate. Before you can get the victory I prophesied, kabla ya kupata ushindi ambao nimetabiri, deal with the altar. Shughulikia madhabahu that is in your father's house, ambayo yako kwenye nyumba ya babako. Don't go fighting first. Usiende vitani kwanza. Deal with the altar first. Shughulikia madhabahu kwanza. And God has said powerful things about Gideon. Na Mungu amesema mambo ya nguvu kuhusu Gideoni. You are a mighty man. Wewe ni mtu wa nguvu. You will strike the Midianites like one man. Utawapiga wa Midiani kama mtu mmoja. And yet God says before you go doing that, na Mungu anasema kabla ya kwenda kufanya hivi, there is something that can affect the outcome. Kuna kitu kinaweza kukuharibia matokeo.
the altar in your father's house. Madhabahu In kwenye, fact, it kwenye was so familia. serious. Ilikuwa na uzito hivi. It was so serious Ilikuwa na uzito hivi. that when he demolished the altar, Alipoyabomoa madhabahu, there were monitoring spirits kulikuwa na roho zilizokuwa zinamchunguza, that told the people ambazo ziliambia watu by night usiku that they have been demolished. ati madhabahu yamebomolewa. The morning they were there. Asubuhi yalikuwa pale. Who could have done this? Nani amefanya tendo hili? They knew there is only one crazy man in town. Yalijua kuna kijana mmoja tu ambaye yuko kwenye mji. There's only one man Ni kijana mmoja tu that mwenye is tabia this hii, aggressive. ambaye anaonekana na nguvu. It's only one man Ni kijana mmoja tu that is so committed to the things of God. ambaye amejitoa sana kwenye kazi ya Mungu. He must be the one who has done this. Lazima ndiye amefanya He hii kazi. came to the father of Gideon. Akaja kwenye baba ya He Gideoni, said, give your son, he must die. akamwambia tupe mwanao, lazima afe. That is to say, Hiyo ni kusema lives are tied on altars. maisha yamefungamanishwa na madhabahu. Uhai. He has demolished the altar. Amebomoa madhabahu, He should die. lazima afe. That is, this altar is equivalent to a life. Inamaanisha madhabahu haya yanatosha uhai wa mtu. You can tell the value of something by the exchange rate. Unaweza kujua gharama ya kitu kupitia kile kinabadilishana nacho. Yeah. Do you understand what I'm saying? Unaelewa kile nasema? So we know the story. Kwa hivyo But tunajua hadithi. my interest is not going further in that. Haja yangu si kuingilia pale. I want us to pray. Nataka tuombe. I want us to look at the elements Nataka tuone vitu vinavyopatikana kwenye madhabahu, and they will guide us na vitatuongoza for prayer. Maybe in the next 20 minutes and we will be leaving this place. katika dakika 20 zijazo, kisha tutaondoka. Please hear this, write this also. Every altar Andika kwamba kila madhabahu becomes a voice hufanyika sauti that shapes the happenings of a place of a person. ambayo huongea matendeko ya mahali au juu ya mtu. Please clap for him. Sijawahi kusikia ameongea Kiswahili kimevunjika hivyo tena. Matendeko. It becomes a voice Hufanyika sauti that influences ambayo huamua what is happening kile kitafanyika in the life of a person katika maisha ya mtu or in a place. au mahali fulani. Becomes a voice. Hufanyika sauti. Are we together? Tuko pamoja? Number one, Ya kwanza, every altar kila madhabahu has the element of sacrifice ina kitu kinaitwa dhabihu or offering. ama sadaka. These are things that empowers altars. Hivi ni vitu ambavyo hupa madhabahu nguvu. That is what happens on the altar. Hivyo ndivyo hufanyika kwenye madhabahu. Altars are not altars. They are altars because of what happens there. Madhabahu si madhabahu tu, hufanyika madhabahu kwa sababu ya vitu ambavyo hufanyika pale. Altar becomes an altar because of the businesses and transactions that takes place there. Madhabahu hufanyika madhabahu kwa sababu ya biashara zinazobadilishanwa pale. Yes. A church Kanisa does not become a church because of the cross. haifanyiki kanisa sababu ya msalaba. A church becomes a church because of what happens in there. Kanisa hufanyika kanisa kwa sababu ya mambo ambayo hufanyika pale ndani. It is what happens in there Ni kile hufanyika pale ndani that qualifies and empowers it to become a church. ambayo patia mahali pale kuitwa kanisa. Are we together? Tuko pamoja? The element of sacrifice. Kitu kinaitwa dhabihu ya sadaka. It's a secret that every believer must know. Ni siri ambayo kila muumini lazima ajue. It's not business, but it's wisdom. Sio biashara, ni busara, hekima. Do you know why? Je, unajua ni kwa nini? When you go to a diviner, Unapokwenda kwa muombeaji, muoneani, he tells you, anakuambia bring a white chicken. leta kuku mweupe. Do you know the mystery behind it? Unajua siri ni nini pale? You will sweat to get a white one. Utatoa jasho kutafuta kuku mweupe. Therefore, it's a sacrifice. It's not the size. Sio ukubwa, Sacrifice. ni dhabihu, sadaka. And there are Christians who don't understand the wisdom and the mystery of sacrifice. Na kuna Wakristo hawajui hekima na siri ya sadaka. You are fighting with somebody that knows the mystery of sacrifice more than you.
Sacrifice. Dhabihu. One day, Siku moja there was a king kulikuwa na mfalme that was fighting with the Israelites. aliyekuwa anapigana na Waisraeli. When he saw that he's losing, Alipoona anashindwa, he took his firstborn, alichukua mwana wake wa the kwanza, one who was supposed to become the heir, yule alifaa kumrithi ufalme, and sacrificed him. akamtoa sadaka. And the Bible says there was indignation against the army of Israel. Biblia inasema aibu kubwa sana ikawafunika Waisraeli. And they ran away. They got Wakatoroka. defeated because of a wicked man sacrificing a son. Walishindwa kwa sababu ya mtu muovu akichinja mtoto wake. I'm showing you something. Can you see it? Na kuonyesha, I'm not talking about money. siongee juu ya pesa. The victory you want, Ule ushindi unaotaka, what is it costing you? unakugharimu nini? The name you want, the Hilo name. jina unaotaka What is it costing you? linakugharimu nini? The victory you want, Ushindi unaotaka what is it sacrificing you? What sacrifice? ni sadaka gani au dhabihu gani? Can I tell you something? Nikwambie kitu, You cannot have anything sustainable hawezi kuwa na kitu cha kudumu that the cost has not been paid for. ambacho hukulipia gharama. Nothing sustainable without a cost. Hakuna kitu cha kudumu bila kulipia gharama. Am I saying something? Nasema kitu? Today, Leo we are going to pray tunaenda kuomba that kwamba any form of sacrifice kila aina ya dhabihu that has been made ambayo ilitolewa against us, kinyume chetu, we are going to invoke tunaenda kuita, the sacrifice of the blood of Jesus. tunaita dhabihu ya damu ya Yesu. Let's put the sacrifice of Jesus here Wacha tuilete dhabihu ya damu ya Yesu and hapa. put the sacrifice of our white chicken here. Na tulete hiyo dhabihu ya kuku mweupe When hapa. two powers meet, Wakati nguvu mbili the zimekutana, lesser power bows. ile ndogo itainama. Lift up your hand. Inua mikono juu. Say in the name of Jesus. Sema kwa jina la Yesu. Please, can you say like you are confident in the name of Sema Jesus? kwa ujasiri kwa jina la Yesu. Any sacrifice Any sacrifice that has been made that has been made to affect to affect my life, my life, my destiny, my destiny negatively, negatively, right now, right now, I invoke I invoke the sacrifice sacrifice of Jesus against it. against it. Take 30 seconds and make that prayer. Chukua sekunde 30 uombe hilo ombi. Any sacrifice, ketubu shatakapa, lekete shototototo, shondolobo hosa. Any sacrifice in a diviner's house, they might have gone to a witch. Katobo shatata, lekete sotoko palaba, irakuraba satakela bahanda la bahataba, zakata la bahataba. Pambulu babahata karadish, lekete sokotos, lekete le babarista gadaga. Yes, 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 yes. Pray, pray until you feel something is happening. Any sacrifice Kila dhabihu that has been offered, ambayo imetolewa, any sacrifice kila dhabihu that was offered ambayo ilitolewa against your destiny, kinyume na hatima yangu, against your progress, kinyume na kwenda mbele kwako, against your destiny, kinyume na hatima yako, we invoke tunaita the sacrifice of Jesus, dhabihu ya damu ya Yesu, the sacrifice of the blood of Jesus, dhabihu ya damu ya Yesu, the sacrifice of the life of Jesus. dhabihu ya damu ya Yesu. Kedebe shataba, Ndio. kendebe koporosa. Whatever the sacrifice of a chicken Dhabihu ya kuku cannot match the blood of Jesus. haiwezi kulinganishwa na damu ya The Yesu. sacrifice of 100,000, Dhabihu ya mamia yake, the sacrifice of 100,000, 1,100 pesa pesa 1,100 cannot stand the blood of Jesus. haiwezi kulinganishwa na damu ya The Yesu. sacrifice of 1 million Dhabihu ya milioni 1 cannot equal the sacrifice of the blood of Jesus. iwezi fikia damu ya Yesu. We invoke, Tunaita we invoke, we invoke the sacrifice dhabihu of Jesus. ya Yesu. We invoke Tunaita the sacrifice. dhabihu, We engage tunaita the blood. ya damu, We engage tunatumia the blood damu of Jesus. ya Yesu, We engage tunatumia the blood damu
Jesus ya Yesu against kinyume any sacrifice kila dhabihu that was made iliyotumika against our destinies, kinyume na hatima zetu, against our ministries, kinyume na huduma zetu, against our future. kinyume na kesho yetu, In the name of Jesus. katika jina la Yesu. Kokoto sakota. Eketelebe hesadaba. Rakataba. Rakataba. Lift up those hands. Lift up those hands. Inua mikono hiyo yote. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Today Leo we declare tunatangaza any sacrifice, kila dhabihu, the sacrifice kila dhabihu of money, ya pesa, the sacrifice dhabihu of animals, ya wanyama, the sacrifice dhabihu of white chicken, ya kuku the nyeupe, sacrifice dhabihu of birds, ya ndege, of a goat, ya of an animal ya kila mnyama that was offered iliyotolewa to disadvantage you ili kukuweka hali mbaya in any way. kwa hivyo vyote. Today, Leo in the name of kwa Jesus, jina la Yesu we invoke the tunaita blood of Jesus. damu ya Yesu, We invoke the tunaita sacrifice dhabihu of the blood of ya Jesus damu ya Yesu against that sacrifice, kinyume na hiyo against dhabihu, that sacrifice, kinyume na hiyo against dhabihu, that sacrifice, kinyume na hiyo dhabihu, against that kinyume sacrifice. na hiyo May dhabihu. their sacrifices Wacha dhabihu zao come irrelevant. zifanyike bure. May their Wacha sacrifice dhabihu zao be neutralized. zikose nguvu. May their Wacha sacrifices dhabihu zao be diluted. zikoseshwe nguvu. May their sacrifices Dhabihu zao become outdated. zipotezwe na We wakati. overcome Tunashinda power nguvu of demonic ya sacrifices. dhabihu za kipepo, Demonic sacrifices, dhabihu za kipepo, evil sacrifices. dhabihu za uovu. We render you powerless Tunakukosesha and we nguvu. proclaim Tunatangaza victory ushindi over every evil sacrifice. juu ya kila dhabihu ya uovu. Number 2, Ya pili, element number 2 kitu cha pili is the element of agreement. ni inahusu makubaliano. Agreement, no altar. Remember, altar is the place where agreements or covenant are made. Kumbuka maagano ni mahali maagano, makubaliano yafanyika. Yes, it's the platform for agreements. Ni jukwaa ambapo watu hufanya maagano. Covenants Maagano empowers altars. utia nguvu madhabahu. Covenants, Maagano, covenants, maagano, agreements maagano empowers utia nguvu altars. madhabahu. Covenants, Maagano, agreements. maagano. Yes. Do you know why? Unajua ni kwa nini? Sikiza. God, when a man of God stands on the altar, Wakati mtumishi wa Mungu amesimama kwenye madhabahu, God does not hear him on the basis of his rightness. Mungu huamsi kwa sababu ya utimilifu wake, Covenant lakini kwa sababu ya maagano. of the altar where he's Kwenye madhabahu aliposimama set up, alisema, ikiwa nitainuliwa I'll draw. nitavuta. God honors covenants. Mungu They happen on the altar. hufanyika kwenye madhabahu. Today, Leo every agreement kila maagano, for any form of judgment against you, uamuzi kinyume chako, actions against you, maamuzi kinyume chako, we are going to invoke tuna the agreement lile agano that Jesus ambalo Yesu has made amelifanya us. na sisi. What is the agreement? The trend Mtakanyaga, upon us scorpions mtakanyanga nge and evil powers, na nguvu za and uovu, by no means will they hurt you. haitawezekana ziwadhuru. Ni agano. Behold, Tazama, I am with you niko na wewe to the end of the age. hadi It's a mwisho. Agano You shall only. takuwa juu pekee, There will be no epileptic movement. hakutakuwa na kuchanganyikiwa, kushuka kupanda. No epileptic movement. Hakuna. Today you are down, tomorrow you are up, today you are okay, tomorrow you don't know even what you have you heard akiulizwa how are you? I even don't know. Umesikia mtu akiulizwa habari yako anasema hata sijui. Inua mikono. Name of Sema Jesus. kwa jina la Yesu. Agreement Kila agano meant anywhere lililofanywa to affect
ili my life kuharibu maisha yangu in any way, njia yoyote, right now, sasa I disengage ninatoa that agreement. hilo agano, Any demonic agreement hilo agano la kipepo that was made lililofanyika to disadvantage me ili kuniweka hali mbaya in any way, kwa njia I yoyote, disengage. ninaitoa, I disengage ninaitoa by the covenant kupitia of the agano blood of na Jesus, damu ya Yesu, by the new covenant, kupitia agano lipya, by the new covenant. kupitia agano I jipya, disengage ninatoa their agreement. kule I makubaliano give you yao. 30 seconds to make that prayer Nakupa sekunde 30 uombe hilo ombi in the name of kwa Jesus. jina la Yesu. Whatever they sat down Kile waliketi chini and agreed wakakubaliana against my life, kuharibu maisha I yangu, disengage it. ninatoa lile agano. Whatever they sat down Kile waliketi chini but agree wakakubaliana against my life, kinyume na maisha I yangu, disengage it. ninatoa, I disengage. ninatoa, I disengage. ninatoa, I disengage. ninaharibu. Wherever they met Wakati walikutana and agree na wakakubaliana to finish you, kumaliza, I disengage. ninatoa. Wherever they are sat down Kimahali walisimama and agree na to wakakubaliana disadvantage you, wakuweke mahali to pabaya, weaken you, kukumaliza nguvu, to attack you, kukushambulia, we disengage. tunatoa, We disengage. tunatoa, We disengage. tunatoa, We disengage. tunatoa, We disengage. tunatoa. Katobarosa. Ndio. Katobarosa. Bandana bagadi baka. Lift up those hands. I decree Inua mikono juu in the name of Jesus, kwa jina la Yesu. any agreement Kila agano that they sat somewhere ambalo waliketi mahali in a shrine, kwenye madhabahu, in the house of wicked, kwenye nyumba ya muovu, and they agreed na wakakubaliana to weaken you, kukumaliza to nguvu, disadvantage you, kukuweka hali mbaya, they agreed walikubaliana to attack you, kukushambulia, to put you in danger, kukuweka kwenye they hatari, agreed to walikubaliana kill you, kukuua, to dry your finances kukumalizia pesa. right now Sasa in the name of kwa Jesus, jina la Yesu, standing on a higher covenant, tusimama kwenye agano kuu, standing on a superior agreement, tukiwa kwenye makubaliano we makuu, disengage their decisions, tunatoa maamuzi we yao, disengage their agreement, tunatoa maamuzi we yao, empty their agreement, tunatoa makubaliano we yao, empty their agreement, tunaweka tupu makubaliano we yao, empty tunaondoa makubaliano yao, agreement will never see the light of the day, makubaliano hayatatimika, their agreement will never bear fruit, makubaliano yao yatapata their matunda, prophecy is nullified, utabiri wao their umefutiliwa, prediction will never come, utabiri wao umefutiliwa, their prediction will never become a reality, utabiri wao hautakuwa, their prediction is cancelled, utabiri wao umefutwa, prediction is cancelled, utabiri their umefutwa, prediction is cancelled, cancelled. umetolewa. Element 3, Kitu cha tatu, and I think we stop there. alafu nafikiri tutamalizia pale. Element 3, Kitu au jambo la tatu, death. kifo. Why many Christians are dying prematurely? Unajua ni kwa nini Wakristo wengi wanakufa bila kufa na umri mdogo? Because there are altars Sababu madhabahu yao, that are called death. kuna madhabahu inayo wafe, There are altars kuna madhabahu that anasema in this territory kwenye maeneo haya 70. hakuna mtu fika Nobody gets to 80. hakuna anayefika miaka 80. Look, Angalia, this ministry huduma hii is a ministry of long life. ni huduma ya watu kuishi maisha marefu. You cannot die before your time. Huwezi kufa kabla ya wakati. You cannot die prematurely. Biashara yako haiwezi kufa kabla ya wakati wake. Not only physical life, Hata si uhai tu wa kimwili. your destiny will prematurely. Kazi yako katika Mungu kabla. In every altar, Katika kila madhabahu something dies. kuna kitu ambacho hufa. Altar is a place of death. Madhabahu ni mahali pa kufa. You can't cow going to the altar
sacrifice it and go home with it. Huwezi kwenda kwenye madhabahu na ng'ombe, umeenda kumtoa dhabihu na urudi nyumbani ng'ombe yule akiwa hai. He dies there. Anakufa pale. It's a place of death. Ni mahali pa. You know, demonic world, they understand this. It's Christians who. Ulimwengu wa shetani unaelewa mambo haya, wa Kristo ndio hawajui mambo haya. Let me tell you. Nikwambie kitu. One of the greatest things that can ever happen to a Christian. Kitu moja kinachoweza mtendekea Mkristo is the discernment to know what is responsible for what. Ni kutambua ambacho kimesababisha nini. When you know what is responsible, ukijua nini imesababisha nini, basi wewe ni mwerevu. That's why we are trying everything. Ndio sababu tunajaribu mambo. Yeah. When you know what is responsible for, ukijua nini imesababisha nini, you are not trying. Sasa haujaribu. You don't do trial. Sasa haufanyi majaribio. The reason why we try, sababu yetu kukaa tukijaribu jaribu. we try sin. Tunajaribu mbegu. We try sacrifice. Tunajaribu dhabihu. We try fasting. Tunajaribu kufunga. We try what? What else do people try? Wengine wanajaribu nini? Praise and worship. We try things. Tunajaribu mambo. And the problem is, na shida ni, when we have tried all this, tunapojaribu haya mambo yote, and one works, na moja inafanya kazi, we don't know which one worked. Hatujui ni gani ilifanya kazi. Yeah, you prayed, you fasted, ulipanda mbegu, ukafunga, ukaenda mlimani, ukaombewa, ukaanointiwa, ingine ukakunywa. Sasa ujui ni ya kichwa ama ni ya kukunywa ilifanya kazi. Utishine maguta maletire kia makiu. Ukaombewa wokovu mara ya pili. Wabona kale. Kwa sababu uliona kama hujaokoka poa. Woni netakoti bonokete kama. Yaani umefanya vitu. Nulu dete mauntu. Sasa mpaka mahali umefika, you are confused, you don't know which one is responsible for the result you got. Sasa umepata matokeo mazuri lakini hujui imetokana na gani. Can I tell you something? Acha nikwambie kitu. The kingdom of God can be predicted. Ufalme wa Mungu unaweza. And look at what you are I can tell the end result of what you are doing. Ninaweza kukuangalia na vile unafanya mambo na nijue mwisho wa I can look at your prayer life. Naweza angalia maisha yako ya kimaombi. And know. Na nijue 5 years from now. Miaka 5 kutoka sasa. You will be a spiritual giant. Utakuwa shujaa wa spiritual life can be predicted. Maisha ya kiroho yanaweza tabirika. Yeah, I can look at the things you are practicing. Naweza kuangalia mambo unayofanya sasa. I can even look at the way you are sleeping. Hata vile unalala. And tell where you will be 5 years from now. Na nijue utakuwa wapi miaka 5 kutoka sasa. Yeah. Nasema kitu. I can look at the things you are going through today. Naweza kuona mambo unayopitia leo. And I can tell. Na nikwambie. That in future. Kwamba siku za kesho. Your ones will be very powerful because of the experience and the sacrifices you have paid. Kwa sababu ya malipo ambayo umelipa utakuwa wa nguvu. Some anointings is not by fasting. Kuna anointing ama upako hauji sababu ya kujifunga. It's because of the throughs. Ni kwa sababu ya mapito. The things you have gone through. Mapito uliyoyapitia. Yeah, let me tell you something. There are some things you can't have correct information by reading. Kuna mambo upati habari yake kamili kwa kusoma. For instance, kwa mfano, if somebody tells you, kama mtu atakwambia, you lost your father. Ulimpoteza babako. And somebody tells you, mtu akakwambia, Pastor Dan usijali, I understand. Pastor Daniel utikamakeni kwa. And he has never lost a close relative. He doesn't. Na hajawahi fiwa na mtu wa familia wa karibu. He's just saying it. He doesn't. Anasema tu. If you are a preacher, kama wewe ni mhubiri. Wacha tutumie huyu sasa kwa sasa. If you are a preacher, kama wewe ni mhubiri. Karatina Church is how old now? 1 year. And the preacher comes and tells Pastor George, mhubiri aje ambie Pastor George, usijali pastor, una watu 20. Utikamake pastor we na anto kibao. Usijali. Utikamake. Ngojea uone ile explosion. Na hajawahi fungua church. Haelewi. Na hata nalugola kanitha atikuelewa.
Explosion. Unajua explosion inatokeaga aje? Unajua mlipuko unaonekana vipi? Explosion inatokeanga ukifanyika incubation. Ni chicken tu peke yake na understand incubation properly. Tukuku twingine ni makelele tunapiga hapa nje. Kuku ambaye amelalia mayai before. Kuku ole omameleta matumbe. And understand fasting. Anaelewa kujifunga. Incubation. Losing weight. Kuisha nguvu. Losing feathers. Kupoteza pesa. So it's not everybody that can tell Pastor George. Si kila mtu anaweza mwambia mchungaji George. Jitie moyo. Eomerie. Lazima iwe ni mtu amepitia mahali yako. No mwangakolo kujitia moyo in that. No mwangakolo anapetukira. Do you understand? Tunaelewa. Even nurses. Hata wauguzi. Nurses. Wauguzi. Those who are qualifying now. Wale ni manasi. And they are telling an expectant mother, encourage yourself, encourage yourself. Do you know what you are talking about? Wanaambia. This is not a paper thing. Usi mambo ya makaratasi. Do you understand what I'm saying? Unaelewa kile nasema? It's only a mother who has ever delivered that can make sense to a mother that is delivering now. Ni mama ambaye amewahi jifungua mtoto anaweza kusikizwa na mama ambaye anatarajia kupata mtoto sasa. Do you understand what I'm preaching? Unaelewa kile najaribu kuhubiri? Yeah. It is my desire. Ni tamanio langu to be a pastor of old people. Niwe mchungaji wa watu wazee. You live and fulfill your years. That is the desire of God. Na utimize miaka yako. You live and fulfill your years. Uishi na utimize miaka yako. Fulfill destiny and fulfill years. Utimize kazi yako kwa Mungu na pia miaka. Do what you are born to do and live the longest you are meant to live. Fanya kazi uliyoumbiwa kuifanya hapa duniani na uishi maisha marefu iwezekanavyo. The devil, let me tell you. Wacha nikwambie. Directly, moja kwa moja, the devil does not benefit by the death of a righteous. Shetani huwa afaidiki na kifo cha mtu mtakatifu. But indirectly he benefits. Lakini kwa njia isiyo moja kwa moja anafaidika. Do you know how? Unajua vipi? When you die prematurely, wakati umekufa ukiwa mchanga, there are people's destinies that were connected to you. That means they will miss it. Kuna maisha ya watu waliokuwa wameunganishwa na wewe, sasa hawataweza kufikia hatima zao. There are people you were supposed to touch, you will never touch them. Watu ambao ulikufaa kuwafikia, hautawafikia. There are people you were supposed to raise, you will not raise them. Kuna watu ulifaa kuwakuza, sasa hautawakuza. In that dimensions, in benefit. Katika hiyo upande shetani anafaidika. On the other hand, when you go to heaven, it's a loss to him because he cannot get you forever. Na kwa njia nyingine, upande mwingine ukienda mbinguni ni hasara kwake sababu hatakufikia. But I don't want this one myself. Lakini mimi sitaki hii. I want to be around. Nataka nikakae hapa. I want to see the children in Sunday school today become preachers. Nataka kuona watoto walio kwenye Sunday school leo wakiwa wahubiri. While I am alive. Lift up your hand. Inua mikono juu. Say in the name of Jesus. Sema kwa jina la Yesu. Say like you mean it, in the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Whatever has died. Kile kimekufa. Against my life. Against my life. Whatever they killed. Whatever they killed. To affect my life. My life. I invoke the death of Jesus. The death of Jesus. I invoke the death of Jesus. The death of Jesus. Lift up your voice and make that prayer. We are closing now. Sauti yako tunafunga sasa. We are closing now. Tunafunga. They killed chickens. Waliua kuku. They killed cows. Waliua ng'ombe. They killed animals. Waliua wanyama. To represent you. Ili kukuwakilisha wewe. To signify you. Ili kukuwakilisha. Today. Leo. We invoke. Tunaita. The death of Jesus. Kifo cha Yesu. The only death that brings life. Ambacho ni kifo pekee kiletacho uhai. The only death that brings life. Kifo ambacho pekee huleta uhai. The only death that brings life. Kifo ambacho pekee huleta uhai. We invoke the death of Jesus. Tunaita kifo cha Yesu. Lift up your hand. Say in the name of Jesus. Sema kwa jina la Yesu. Say like you mean it, in the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. No premature death. Hakuna kifo cha mapema. In my family. In my family. Let's try one more time. In the name of Jesus. In the name of Jesus. No premature death. No premature death. Around my life. Around my life. In my family. In my family. I
refuse premature death in my family. Go ahead and establish it. Sasa thibitisha hiyo. My children will never die young. Watoto wangu watakufa wakiwa wachanga. My brothers are not dying young. Ndugu zangu hawakufi wakiwa wachanga. My wife cannot die young. Mke wangu hafi akiwa mchanga. My father will not die prematurely. Babangu atakufa kwa mchanga. My brothers will not die prematurely. Ndugu zangu watakufa kwa mchanga. My children no premature death. Watoto wangu watashinda kesho tokoria bakaba. Ndio. Pendele boko sakatapa kalaba. Prando loko tokrokiso tokapala. Let me have the anointing word. Everybody standing now. Kila mtu simama sasa. Everybody standing. Simama. Lift up your hand. Inua mikono yako juu. Say in the name of Jesus. Sema kwa jina la Yesu. Every altar kila madhabahu that has been speaking ambaye amekuwa akiongea against my life, kinyume na maisha yangu, every altar kila madhabahu that has been fighting ambaye amekuwa akipigana my life, na maisha yangu, my family, familia yangu, my destiny yangu, my progress, kuendelea mbele my kwangu, finances, pesa zangu, today leo I pull you down. ninakubomoa, I pull you down. ninakubomoa, I throw you down. ninakubomoa, I demolish you. ninakubomoa. Go ahead and deal with every altar. Shughulikia kila madhabahu. This is the main prayer. Ile ndilo ombi kuu. This is the main prayer. Ile ndilo ombi kuu. This is the main prayer. Ile ndilo ombi kuu. Every altar Kila madhabahu fighting my destiny. ninalopigana na hatima yangu. Every altar Kila madhabahu fighting my victory. ninalopiga ushindi wangu. Pull it down. Bomoa. I pull it down. Ninaangusha. I pull it down. Ninaangusha. I pull it down. Ninaangusha. I pull it down. Angusha kila Every madhabahu. altar, Kila madhabahu. generational altars, Madhabahu ya kizazi. ancestral altars, Madhabahu ya kimababu. territorial altars, Madhabahu ya kimaeneo. family altars. Madhabahu ya kifamilia. Pull you down. Ninakuangusha. I pull you down. Ninakuangusha. I pull you down. Ninakuangusha. Pull you down. Ninakuangusha. Pull you down. Ninakuangusha. Pull you down. Kuangusha. I pull you down. Kuangusha. Lekosa tapakata. Is somebody praying in here? Kuna mtu anaomba kweli? There is an altar fighting you. Kuna madhabahu yanakupiga. There is an altar fighting Kuna you. madhabahu yanakupiga. There is an altar fighting Kuna you. madhabahu yanakupiga. There is an altar fighting Kuna you. madhabahu yanakupiga. There is an altar fighting Kuna you. madhabahu yanakupiga. Osako kakapakakakaka. Kakakakakakakakaka. Satatatatata. Satototototo. Sondelebokotoboko. The altars of my father. The altars of my father. Ireketekesoko. The altars of my family. The altars of where I come from. The altars. Madhabahu ya kule nimetoka. The altars of my family. Madhabahu ya familia yangu. The altars of my father. Madhabahu The altars of my ancestors. ya mababu zangu. The altars of my parents. Madhabahu ya wazazi wangu. The altars of where I come from. Madhabahu ya mahali nimetoka. The altars of where I am born. Madhabahu ya kule nimezaliwa. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Pull down those altars. Tunaangusha yale madhabahu. Pull down those altars. Angusha ya madhabahu. Pull down every altar. Angusha kila madhabahu. Eketokoshakatapa. Ndio. Panalapakatapakatapatapatapada. Sendelebeke. Listen. Sikiza. Lift up your hand. Inua mikono. Say in the name of Jesus. Sema kwa jina la Yesu. Say like you mean it, in the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Every altar Kila madhabahu that controls ambayo utawala Chuka town tauni ya Chuka and its na surroundings, maeneo yake, today today we pull you down. we pull you down. Let's say one more time, in the name of In Jesus. the name of Jesus. Every altar Every altar that that controls controls Chuka town Chuka town and its and its surroundings, surroundings, today today we pull you we down. pull you down. You are no more. You are no more. You are finished. You are finished. You are You finished. are finished. You are collapsed. You have collapsed. You are You collapsed. are collapsed. Let's go ahead and pull down those strongholds, Vunjilia mbali hizo ngome sasa. those altars Haya madhabahu that seeks to control our town. ambayo utawala mji wetu. In the name of Jesus, Kwa jina la Yesu we pull you down.
tunakupa We moyo, pull you down. tunakuangusha, We 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 pull down tunakuangusha every altar kila madhabahu in Chuka ukuchuka that fights ambayo the pigana work of God, kazi ya Mungu, that fights amapiga believers, waumini, that fights ambayo piga the church, kanisa, that fights ambayo piga the work of God. kazi ya Mungu. Today Leo we pull you down. tunakuangusha, Total take over. tunatawala, We take over for Jesus. tunatawala kwa ajili ya Yesu, We take over for Jesus. tunachukua amri kwa jina la We Yesu, take over for Jesus. tunachukua uongozi, We take over for Jesus. tunachukua uongozi We kwa Yesu, take over for Jesus. tunachukulia Yesu We uongozi, take over for Jesus. tunachukua uongozi kwa ajili We ya Yesu, take over for Jesus. tunachukua uongozi kwa ajili ya Now, Yesu. stretch your hands Nyosha mkono in the wako direction of where you operate. eneo mahali unafanyia kazi, Where you operate. mahali unakuwa, Where you operate, where you live. mahali unaishi, mahali unakuwa, Yes, where you operate, where you live. mahali unafanyia kazi, Say mahali in the name unaishi. of Jesus. Sema kwa jina la Yesu, Every altar kila madhabahu that fights, ambayo pia that seeks to control ambayo utawala my territory eneo langu right now, sasa hivi, come down. Come anguka, down. anguka, Come down. shuka chini, Be powerless. uishiwe na Be nguvu, powerless. ishiwe nguvu, Every altar, kila madhabahu, every altar kila madhabahu that seeks to control ambayo utafuta kutawala my territory eneo langu right now, sasa, come down. anguka, Collapse. I give you 30 seconds. Pray for your territory. ombea eneo lako kwa jina la Yesu, Where you work, mahali unafanya kazi, where you live. mahali unaishi, Go ahead. sasa omba, omba, Come down. Come down. Come down. Come down. Come down. anguka, Come down. Come down. Come down. Come down. Stretch your hands towards this altar. nyoshea ya madhabahu mkono wako In the name of Jesus. katika jina la Yesu. From a superior altar, Kutoka kwa madhabahu makuu we declare tunatangaza every altar kila madhabahu that has been seeking ambaye amekuwa akitafuta to control kutawala our destinies, hatima zetu, to control kutawala the work of God, kazi ya Mungu, to control, kutawala to affect, na kugusa to influence na kuweka nguvu juu ya negatively kwa njia ya the ubaya work of God kazi ya Mungu and the church na kanisa in this territory. kwenye eneo hili. By this anointing, Kupitia haya we mafuta declare tunatangaza territorial altars, madhabahu ya kimaeneo, territorial altars, madhabahu ya kimaeneo come down now. yanabomoka sasa. Altars in Chuka Madhabahu kuchuka that was seeking to control ili kutafuta our kutawala territory, eneo letu, come down. anguka, anguka, Come down. anguka, Come down. anguka, Collapse today. anguka leo, 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 Collapse today. anguka leo. Family altars, Madhabahu ya kifamilia, generational altars, madhabahu ya kizazi, territorial altars, madhabahu ya kimaeneo, in the name of Jesus, katika jina la Yesu, ancestral altars madhabahu ya kimababu against God's people. kinyume na watu wa We Mungu, command you to collapse. tunakuamrisha We uanguke, command you to collapse. tunakuamrisha We uanguke, command you to collapse tunakuamrisha by uanguke the supremacy of the blood of Jesus. kupitia ukuu wa damu ya Yesu. Calm down. Shuka chini, Calm down. anguka chini, Calm down. anguka chini, Calm down. anguka We chini. claim Chuka totally. Tunaitisha chuka, We claim Chuka totally for Jesus. tunaitisha chuka kwa utimilifu Totally for kwa Jesus. ajili ya Yesu. We claim Tharaka-Nithi County totally for Jesus. Tunaitisha kaunti ya Tharaka-Nithi kwa utimilifu. We claim our territories totally for Jesus. Tunaitisha maeneo yetu kwa ajili ya Yesu. Totally for Jesus. Kwa utimilifu kwa ajili ya Total Yesu. victory. Ushindi Total uliojaziwa. victory. Ushindi. Total victory. Ushindi It utimilifu. is finished. Imeisha. It is finished. Imetendeka. It is finished. Imetendeka. It is finished. Imetendeka. It is finished. Imetimika. It is finished. Imetimika. Now open up your
tongues. Sasa nena kwa ndimi. Blast in tongues. Blast in tongues. Blast in tongues. Katoba shatata. Seteta palaka. Zeteta bakota. Shando loboko shatakapa. Ikalabasata paradadadada. Something is filling this house right now. The glory of the Almighty God. Utukufu wa Mungu aliye is already here. Umejaa huku. I don't know whether you can see it. Sijui kama unaona. The mist, the presence of God. Uwepo wa Mungu. Lift up those hands. Inua mikono juu. Declare that it is happening. It is finished. It is finished. Imetimika, The war is finished. Imetimika. The victory is complete. Ushindi umetimika. 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 Victory over diseases. Ushindi juu ya magonjwa. Financial victory. Ushindi wa kipesa. Marital victory. Ushindi wa kindoa. Kebokosha kapalaba. Hallelujah. Delebokosha katapada. Total breakthrough. Total victory. Ushindi mtimilifu. Lift up those hands and begin to receive it. Anza kupokea. Please lift them like you are lifting to the Lord. Inua mikono kama unamuinulia Bwana. Lift those hands like you are lifting to the Lord. Uinulie Bwana mikono yako. I see it raining here. Naona kukinyesha hapa. I see it raining here. Naona mvua hapa. I see it raining here. Naona kukinyesha hapa. Desko salabahariba. Hallelujah. Pando lobokasa takapalaba. Hallelujah. Sandoria bukatobana. Zakatoba shadabaka. Ikala mahasa paradiba. Zeketo sokato kapanamaga. Ikalaba. Banalaba. Shalogodo. Yetetetetetete. Yokototototosi. Shandoriaga bragada. Shikiria babakuba nakada. It is happening. I see it happening now. Inafanyika I sasa. see victory falling on you. Naona ushindi ukija juu yako. I see victory falling on you. Naona ushindi ukishuka juu The yako. power of God is reaching you wherever you Nguvu ya are. Mungu inakufikia popote The ulipo. power of God is reaching you wherever you Nguvu ya are. Mungu inakufikia I popote break ulipo. strongholds. Navunja ngome. I break down strongholds. Naangusha ngome. I bring down strongholds. Ninaangusha ngome. I bring down strongholds. Ninaangusha ngome. Kelebo shatakapa. Kelebo shakatapa. Kelebo shandorobiaka. Ikalabakata. Total victory. No 50-50. No more 50-50. Hakuna nusu tena. No more 50-50. Hakuna nusu. No more half glass. Hakuna nusu tena. No more half glass. Hakuna kujaziliwa nusu. No more half glass. Hakuna kikombe nusu. No more half glass. Hakuna kikombe nusu. No more half glass. Hakuna kikombe nusu. Total victory. Ushindi Total mtimilifu. takeover. We Utawala are taking mtimilifu. over for Jesus. Tunatawala kwa ajili ya We Yesu. are taking over Chuka for Jesus. Tunachukua utawala kwa ajili. We are taking over Fule in Darakanivi. Tunachukua usukani wa In the Darakanivi realm of the spirit. katika anga ya kiroho. Total takeover. Total takeover. Kuchukua kwa utimilifu. Total takeover. Kuchukua kwa utimilifu. Total takeover. Tunachukua uongozi kwa Total utimilifu. takeover. Uchukua uongozi. Total takeover. Tunachukua uongozi. Total takeover. Tunachukua uongozi. Complete victory. Ushindi mtimilifu. 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 Lay your both hands on your head and begin to prophesy total victory for you. Jiwekelee mikono yako na uanze kujitabiria ushindi mtimilifu. No more 50-50. Hakuna nusu tena. No more half glass. Hakuna kikombe nusu tena. No more 50-50. Hakuna nusu tena. Complete victory. Ushindi mtimilifu. Complete breakthrough. Upenyo mtimilifu. Complete breakthrough. Upenyo mtimilifu. You will not see it at a distance. Hautaionea mbali. You will see it happen in your life. Utaona ikitendeka maishani mwako. Total takeover. Usukani uchukuliwe utimilifu. Total takeover. Uongozi uchukuliwe kwa utimilifu. Complete victory. Ushindi mtimilifu. Kalabahasabada. Kalabahasabadabadaba. Kalabahasabadabadabadaba. Kalabahasabadabadabadaba.